Vifo vingi kwa wananchi na wanyamapori vimekuwa ni tishio kubwa kwenye vijiji vilivyopo pembezoni mwa hifadhi kutokana na wananchi kuvamia maeneo ya wanyamapori, wawekezaji, watunza mazingira na serikali kuungana kwa pamoja kusambaza elimu kwa vijana, kizazi cha kesho, namna ya kuepukana na njia za mapitio ya wanyamapori. Vijana wamekiri kutunza maeneo yote yaliyobaki na kuhakikisha kulinda njia zote za mapitio ya wanyamapori ili utalii uendelee kuongezeka kwenye vijiji vilivyopo pembezoni mwa hifadhi. Mimi kama mwanafunzi, baada ya kujifunza, natarajia kuja kuielimisha jamii yangu juu ya uhifadhi na vile wasiharibu, wazidi kuitunza hifadhi hii kwa ajili ya kizazi kijacho. Wananchi sasa wapo tayari kuwaruhusu vijana wao kuweza kujitolea kutunza maeneo yote ya hifadhi kwa kuzuia na kutoa elimu kwa wananchi madhara ya kujenga kwenye njia za wanyamapori. Ni kweli tumefanya bidii kwa sababu tumeshaelimisha wananchi wanakaa karibu na maeneo ya ushoroba, na sasa hivi matokeo yameanza kuonekana. Kwa hiyo na sasa hivi watu wameanza kupisha yale maeneo ambayo yalikuwa ni ya ushoroba. Nahitaji kwamba watu wajue manufaa ya uhifadhi, tumeanza kuyaona moja kwa moja. Kwa hiyo watu wanavyoona kwamba tusivamie maeneo ya wanyama ambayo ni ushoroba ili tuendelee kupata manufaa yanayotokana na wanyamapori. Ilikuwa ni elimu nzuri sana. Ukiangalia hii kijiji ya Vilima Vitatu, kupita tu Vilima Vitatu unakutana na punda, unakutana na twiga, unakutana na ngiri, wote wanyama aina zote wapo hapa Vilima Vitatu. Ndio maonyesho ya ushoroba. Zamani wananchi walikuwa hawaelewi hii kitu. Sasa hivi wananchi ndio wameshakuwa wahifadhi wenyewe. Hii inatupendeza sana, tunaipenda sana. Naona elimu imeshaanza kuingia kwenye jamii. Sidhani kama kuna kijiji chochote kinanunua wazazi wanachangishwa chakula shuleni. Chakula mnachokula mchana chote kinatoka kwenye hela ambayo inatoka kwenye uhifadhi. WMA ya Burunge inatengeneza billions. Na zile billions ndio zinagawanywa kwenda kwenye vijiji. Na kwenye vijiji kule wanatengeneza, ndio pesa ile inaenda kununua chakula cha shuleni, lakini wanajenga zahanati, wanaongeza madarasa. Shuleni kwenu kwenye baadhi ya shule mmeongezewa pia walimu ambao wanalipiwa na vijiji vyenu. Lakini kwa sasa hivi ile eneo ambalo tumeshalitenga tunatakiwa tulilinde, tulitunze ili na sisi tuweze kushiriki kwenye uhifadhi, lakini pia mchakato mzima wa utalii.